Baada ya mashauriano, ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye Sheria ya Ushuru wa Bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka mitatu, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026/27, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumuko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo: moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii: moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. 4, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. 6, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6402.99.00. 7, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. 8, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa Bodi ya Michezo ya Kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na 9, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10, na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambao kiasi kikubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09.